kocha, kwa uzoefu wako wa muda mrefu, tumeona mchezo wa baiskeli Shinyanga ndio bado wanaendelea kukimbiza, Tabora na kwa mbali sana, na Arusha kidogo ndio bado wanaendelea kupush. Lakini Mwanza ninyi mmekuwa miongoni mwa watu ambao mmekuwa mkihimiza sana mchezo huu uchezwe kwa kiasi kikubwa. Mmeshiriki msimu jana mashindano ya Afrika Mashariki. Kwa sasa hivi hali kwanza ipoje ya mchezo kwa ujumla, kwa upande wa mchezo wa baiskeli? Kwa jumla tu mwandishi wa habari, swala la mchezo wa baiskeli kwa Mwanza umerudi nyuma sana. Umerudi nyuma kwa sababu gani? Mimi naangalia sehemu mbili tatu. Kingine labda naweza nikasema uingiaji wa pikipiki. Kwa hiyo imekuwa ni sehemu ambayo imepunguza idadi ya vijana wanaoweza kutumia baiskeli kwa muda mrefu. Hilo moja, lakini pia kumekosa mvuto tu, kwamba mvuto, vijana ukiwaambia kuendesha baiskeli wanakwambia si kazi hiyo, hatupati maslahi sahihi. Kwa hiyo kwa namna nyingine ni namna gani mashindano jinsi atakavyokuwa yanavutia kijana yoyote kuweza kuingia na kucheza baiskeli. Mimi nafikiri hivyo vitu vimewafanya vijana wamepunguza hali ya kucheza baiskeli. Lakini baiskeli huko nyuma tulikuwa na mambo mengi ambayo tulikuwa tunafaidika nayo. Japo hatukuwa na zawadi kubwa kihivyo, lakini vijana walikuwa wanaweza kujitokeza kucheza baiskeli kwa sababu alikuwa anaweza kutumwa sehemu yoyote, ikawa ni moja ya usafiri wa kumfikisha mahali alikotumwa na karudi kwa haraka. Lakini sasa hivi anakuambia kuna pikipiki, kuna bajaji. Kwa hiyo kwa namna fulani sasa inakuwa haina ushindani sana, mpaka umkute kijana ambaye ana hali ya kucheza baiskeli. Na hawa ndio unaweza kuwapata ambao ni baadhi kabisa, sasa hivi ni wachache. Mwanza wapo, sio kwamba hawapo. Na jana nilitoka kuongea na askari mmoja anapenda sana mchezo. Jana ametokea Arusha. Anauliza mbona Mwanza tumelala? Nikamwambia hatujalala. Baiskeli ipo. Kweli vijana wapo wana hali ya kutaka kucheza baiskeli. Tunaweza tukasema kwamba uwepo wa maendeleo ya teknolojia ndio umefanya mchezo huu kurudi nyuma, kama hivyo ambao umesema, kutokana na uwepo wa vyombo vya usafiri kama pikipiki vimefanya watu waendelee kurudi nyuma. Tumeona Shinyanga wameonekana kuendelea kufanya vizuri kwenye upande wa mchezo huu. Pengine tunaweza tukasema ni kutokana na aina ya mazingira yaliyokuwepo. Hapana, sio hivyo. Yaani ninavyoongelea hivyo ni ile faida. Sasa hivi vijana au mtu anapoingia kwenye mchezo ajue kuna nini atakachoenda kukipata. Sasa je, hao wawekezaji au hao wafadhili wa michezo mbalimbali hawezi kufika kuona vyama jinsi gani vinafanya na vina uhitaji gani? Hili nalo tunaweza tukasema kwamba kwa namna nyingine labda viongozi waliokuwepo hawana ushawishi mkubwa wa kuiandaa baiskeli kufika sehemu ilipo. Kwa uzoefu wako na utofauti ambao umekuwepo kwa namna ambavyo umetuonyesha, ili huu mchezo kuendelea kuona unachezeka kwa upande wa mkoa wa Mwanza, lakini pia kimataifa, namna ambavyo mmekuwa mkienda kushiriki kwenye michuano ya kimataifa, kwa mfano msimu jana mlikuwa kwenye michuano ya Afrika Mashariki, ni wapi unafikiri kwanza kunatakiwa kuanza kutibiwa kwa lengo la kutengeneza thamani tena? Cha kwanza ni kupata uongozi bora. Hilo ndio la msingi, na pia ule uongozi uwe na maandalizi ambayo yako kikatiba, yani kuratibu kwamba mihula muda gani baiskeli itachezwa na muda gani baiskeli haiwezi kuchezwa. Kwa hiyo unaandaa kwenye msimu. Basi baiskeli inahitaji muda mrefu wa maandalizi. Si chini ya miezi 6 unafanya maandalizi. Kwa hiyo hapa panahitaji maandalizi ambayo ni mapana zaidi, kiasi kwamba kijana unamwandaa na unamtayarishia nini kule mbele ambacho anaenda kupambana nacho. Si kwamba tu mtu anatoka kwamba leo kuna mashindano aingie kwenye mashindano, utamuumiza. Atatamani kufika sehemu ambapo hawezi kufika kulingana na maandalizi yake kwa hafifu. Kwa hali hii sasa, mchezo wa baiskeli ni sahihi kusema kwamba thamani inatakiwa ianze na uongozi. Ukiachana uongozi, pengine ni vijana wenyewe kujitokeza. Ni kwa namna gani sasa tunaweza tukakabiliana na uwepo wa teknolojia ili kurejesha mchezo huu kwenye ramani kama ilivyokuwa zamani, na kwa namna ambavyo mlikuwa mnaishi ninyi? Nina uhakika mchezo utarudi, kwa sababu tuliangalia mchezo wa ngumi ulikuwa umefifia kabisa Tanzania, lakini wameuibua ule mchezo. Sasa hivi unachezwa na watu washabiki wengi, na tuna hakika baiskeli kama itapata mtu wa baiskeli akasimamia, nafikiri vijana watajitokeza na wataona na faida zake, na pia wawekezaji kwa maana wadhamini wa michezo mbalimbali watajitokeza kuwekeza upande wa baiskeli, kwa sababu baiskeli inaweza ikamtambulisha mtu vizuri zaidi kuliko mchezo mwingine, kwa sababu anapokuwa anashinda kama yeye, sio kwamba usaidizi.
mpira unaweza ukampa pasi ukatulia, lakini huyu utastruggle kuanzia mwanzo mpaka mwisho mpaka kwenda kumaliza. Je, ukitoka na donge nono utawavuta na wengine ambao walikuwa wahitaji kuingia baskeli, lakini walikuwa na hamu ya kutaka kuingia baskeli na uwezo wake. Mmeenda kwenye maeneo tofauti tofauti kupitia mchezo wa baiskeli. Ni kitu gani ambacho hasa unaweza ukashare na sisi, lakini pia jamii ikaweza kujifunza? Tumeona mmeenda Burundi, mlikuwa Kenya, mlikuwa Rwanda, mlikuwa hadi Sudani bila shaka. Sasa pengine ni kitu gani hasa ambacho unaweza ukasema kwamba wewe kupitia mchezo wa baiskeli kwako wewe bado kinaendelea kuishi kwenye akili yako? Kabisa, kwa sababu nilipoteza muda kusoma ualimu na tulitamani kwamba mazingira tunakotoka baiskeli ichezwe, lakini tafasiri yake imeenda kinyume. Tulijaribu kufanya maandalizi hayo, vijana wapo, unaona, lakini baada ya kuwa taratibu zimebadilika kwa maana ya kuweka uongozi ambao hauoni vision ya mbele kwamba ni nini ambacho kitakatokea baadaye. Walifikiri kwamba baskeli ni kama baskeli, lakini kuna hitaji maandalizi ambayo ni mazuri, kuandaa vijana na kuweka katika mazingira mazuri, na nini lengo lenu ambao mnatakiwa mfikie. Sasa tofauti na hapo huwezi ukaifikisha baskeli. Kwa hiyo tumetembea nchi zingine, tumeona kwa mfano wenzetu wa mwaka 2013 tulikuwa tunaalikwa sana Burundi, wapi, Kongo, lakini sasa hivi Tanzania hatuwezi kualikwa kwa sababu category tulionayo iko chini sana katika ulimwengu wa baskeli. Kwa hiyo hatuwezi kuitwa kwenye mashindano yoyote kwa sababu hatuna ushindani wowote. Ikitokea mkapata wadhamini, mwaliko, unafikiri vijana wapo wenye utayari kwa ajili ya kushiriki katika mchezo huu? Wapo na ni wengi, ili mradi tukuwe na mlolongo mzuri kwamba atafikaje na atachezaje na ana baskeli ya namna gani, kwa sababu tunaenda sasa hivi na viwango vya baskeli. Huwezi kuanza kutumia zile baskeli ambazo muda umepita. Sasa hivi kuna baskeli zinakuja ambazo ziko vizuri kwa ajili ya mchezo. Tukishapata hata baskeli 5 kwa mkoa wa Mwanza za kuanzia, tunaweza. Sawa, ukiwa kama mdau wa mchezo, ukipata nafasi ya kukutana na wadau wenzako wa mchezo, ukapata nafasi ya kukutana na walezi wa mchezo huu, lakini pia ukapata nafasi ya kukutana na wadhamini, ni kipi ambacho unaweza ukazungumza nao kwa pamoja? Kwanza tutadai tu mahitaji ya baskeli ili baskeli ichezwe, na namna gani malengo ambayo tukayowawekea. Tukikaa pamoja tukakubaliana, baskeli itachezwa Mwanza na itakuwa tishio kama zaidi ya kule, kwa sababu sasa hivi tunao vijana wako vizuri, unaona, ambao wakiona kwamba hapa kuna manufaa, pale ndipo wanapoelekea, kwa sababu ajira zimekuwa ni chache, inakuwa ni miongoni mwa ajira kwa vijana. Lakini juzi hapa nimepata ripoti, Tanzania imeweza kuwakilisha, ilikuwa imeitwa Rwanda. Tumekuwa wa mwisho, tumening'inia mbali, kitu ambacho ni aibu. Mimi nimeambiwa tu na wachezaji, ambia 1 2 3, lakini yule aliyokuwa kwenye mamlaka bado anang'ang'ania kuomba nafasi kuongoza baskeli. Sisi wadau wa baskeli na wataalamu wa baskeli tunasema hapana, yeye katosha, achie wengine waombe nafasi, baskeli iweze kuvuka kwenda mahara inakostahili. Nchi hii hatuwezi kukosa wachezaji, tuko wengi. Ukiuliza watu wa Mbeya, ukiuliza wapi, Arusha, wapi, Shinyanga, hasa kanda ya Ziwa, tunatisha kwa sababu kila kitu tunatumia baskeli na maeneo yanakubalika kucheza kwa baskeli.